Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Basi mpendwa ambaye unaendelea kufuatilia mafundisho kupitia channel yetu ya Mikono ya Kristo hapa YouTube, lakini pia katika mitandao ya kijamii Instagram, Facebook pamoja na TikTok, na kwenye channel yetu ya WhatsApp kwa jina hilo hilo la Mikono ya Kristo. Mungu akubariki sana kwa kuwa unaendelea kufuatilia mafundisho, na Mungu aendelee kukupa ufahamu wa kusikiliza na kuelewa mafundisho ambayo Roho Mtakatifu ndiye mfundishaji mkuu wa mafundisho haya, ili wewe upate kufunuliwa vizuri kabisa nini Mungu anakuambia, nini Mungu anataka ujue, nini Mungu anataka uelewe kwa siku hii ya leo. Basi nimuombe Mungu aendelee kukupa uweza wake Roho Mtakatifu ndani yako ufanye kazi sawa sawa na somo letu la leo. Basi leo ninalo somo ambalo linasema hivi: kama unaombea jambo lolote alafu halitokei, sababu ni hii. Nataka nikupe sababu kati ya sababu kubwa kabisa za msingi ambazo zinasababisha jambo lako unaloomba lisitokee. Sababu kubwa kati ya sababu kubwa, ziko sababu nyingi, lakini hii sababu ambayo nakwenda kukuambia siku ya leo ni moja kati ya sababu kubwa ambayo inasababisha watu wanaomba mambo hayatokei, na hasa wale ambao wanatamani kufanya mambo makubwa alafu wanaona hayatokei. Anatamani kabisa, yani ningefurahi sana kama jambo fulani lingetokea. Nimeombea kitu fulani, natamani hata kwa mawazo yako unawaza kwamba yani ningekuwa na uwezo basi ningefanya kitu fulani. Yote yanawezekana. Kwanza tunakubaliana hapo kwamba kwa Mungu yote yanawezekana. Sasa kama Yesu mwenyewe amesema yote yanawezekana, sasa kwa nini jambo lako wewe haliwezekani? Tunaanzia hapo. Yaani kwa lugha rahisi ni kwamba hakuna jambo lisilowezekana katika ulimwengu. Hakuna jambo lisilowezekana. Ndio maana hata wale malaika walimuuliza Sara, ni kitu gani kisichowezekana kwa Mungu? Kitabu cha Mwanzo, wakati wanatoa ujumbe ule wa kupata mimba, kupata mtoto. Sara alicheka akasema inawezekanaje? Malaika wakamwambia mke wako Sara anacheka kwa sababu gani bwana? Anacheka, hajui kwamba Mungu anaweza mambo yote. Ni jambo gani lisilowezekana kwa Mungu? Neno lile lilitosha kusema kwamba kwa Mungu hakuna kisichowezekana. Na maanisha hakuna. Yaani namaanisha tena kwamba hakuna. Wewe unachokifikiria kiwezekani, Mungu anasema hakuna kisichowezekana. Lakini sio kwa habari ya Sara tu. Hata Yesu mwenyewe alishathibitisha haya kwa kusema kwamba yote yanawezekana. Basi tunapokuwa tunafundishana mafundisho haya, mimi wanapenda sana watu wakae karibu na Biblia zao. Na kama uko mahali ambapo hakuna Biblia, basi save vile vifungu ambavyo ninakwambia ukavisome. Kwa maana unapovisoma mimi naweza nikawa nimekufundisha, lakini ukaenda kusoma ukaelewa zaidi ya kile mimi ambacho nimefanya nini, nimekufundisha. Sasa kuthibitisha kwamba mambo yote yanawezekana, hebu tusome kitabu cha Yohane sura ya 14. Hii hapa Yohane sura ya 14 aya ya 12 inasema hivi: amin amin nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nifanyazo mimi yeye naye atazifanya, naam, na kubwa kuliko hizo atazifanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Yesu anasema nini jamani? Kazi alizozifanya Yesu, anayemwamini Yesu atazifanya. Hakusema fulani atazifanya. Hakusema watu wa dini fulani watazifanya. Hakusema watu wa dhehebu fulani watazifanya. Hakusema watu wa kabila fulani, hata katika zile kabila 12 watazifanya. Hapana, hakusema hivyo. Amesema yeye aniaminie mimi na kazi nifanyazo mimi yeye aniaminie. Yeyote anayemwamini Kristo, anamaanisha yeye aniaminie. Yeyote atakayemwamini Kristo kwa habari ya kazi alizozifanya, naye ataweza kuzifanya. Na sio tu kuzifanya, anasema naam, na kubwa kuliko hizo atazifanya.
Tukumbuke Yesu amefanya matendo makubwa mengi sana. Moja ya matendo tunakumbuka habari za kumfufua Lazaro. Amemfufua mtu aliyekufa siku 3. Je, leo wewe unashia kumfufua nani? Kwa nini haiwezekani? Yesu anasema aaminie, yeyote aaminie anaweza kufanya. Leo kiambao kwa habari za ufufuo, mnasikia kwamba fulani anaweza kufufua, mnaanza kusema haiwezekani. Sasa wewe ni Mkristo gani? Una Ukristo upi sasa wewe kama unabisha kwamba mtu hawezi kumfufua mtu? Kwa nini ndani yako unaona haiwezekani? Na ndio changamoto ya watu, wanaomba vitu havitokei kwa sababu ile imani tu ya kuamini hawana imani hiyo. Lakini Yesu anasema atazifanya. Sio ufufuo tu, Yesu anasema na kubwa kuliko hizo. Kumbe kuna habari kubwa kuliko hata ufufuo. Zipo habari kubwa ambazo unaweza kuzifanya ambazo Yesu mwenyewe hakuzifanya. Neno hili Yesu mwenyewe amelisema. Neno la Mungu litasimama. Mambo yote yatapita, neno la Mungu litasimama. Hakuna nukta moja wala yodi moja itakayobadilishwa. Hakuna. Neno la Mungu litasimama. Haliwezi kwenda bure bure, haliwezi kudanganya, kwa sababu neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Sasa Mungu si mwanadamu hata aseme uongo. Kwa hiyo nimesema somo letu leo linasema kama unaombea jambo halafu alitokei au alifanikiwi, sababu ni hii. Sijakupa bado sababu. Nimejaribu kukupa maandiko ambayo yanakusaidia ujue kwamba chochote katika ulimwengu kinawezekana. Chochote. Neno Yesu mwenyewe amesema kwamba lolote linawezekana. Ukiachana na Agano la Kale, wakati wa manabii, wakati wa malaika wanashuka moja kwa moja, tunakuja kwenye Agano Jipya, Yesu mwenyewe amesema. Sasa kama Mungu anasema, wewe kwa nini unabisha? Wewe kwa nini unabisha? Tazama vitu vya ajabu kabisa. Mtu ni Mkristo. Mtu ni mfuasi wa Kristo. Mtu anamwamini Kristo. Lakini umeshawahi kujiuliza swali moja? Labda mimi nikuulize. Kwa nini mchawi anapaa? Anaweza kupaa. Yaani mchawi anawezaje kupaa? Umeshawahi kujiuliza hilo swali? Yaani kwa nini yeye mchawi aweze kupaa? Kwa nini wewe mtumishi wa Mungu hawezi kupaa? Sio kujiuliza swali namna hiyo. Kwa nini mtu wa giza anaingia ndani kwako usiku bila kutumia milango, anapenya, anaingia, anafanya kazi, anaondoka. Anafanya shughuli zake anazotaka, anaondoka. Wewe ukipoteza funguo zako za ndani unavunja mlango. Kwa nini usiingie kwenda kuchukua funguo yako? Kwa nini usifungue mlango kaingia? Kwa nini haiwezekani? Unaona sasa mnaanza kuweweseka. Sikilizeni, msiweweseke bwana. Ninachokuambia ni kitu sahihi. Sasa kwa nini haiwezekani? Ndio nataka nikuambie siku ya leo. Kwa nini unaona kwamba haiwezekani? Unamwona Petro alitembea juu ya maji, alafu baadaye akapata wasiwasi, akataka kuzama. Yesu akamwambia, wewe mtu mwenye imani haba, kwa nini uliona shaka? Aliona shaka, lakini aliwezaje kutembea? Pale lilikuwa ni funzo kwamba inawezekana. Ndio maana Petro aliweza kutembea. Lakini pia lilikuwa ni onyo kwamba unaweza ukazama. Kwa hiyo tulifundishwa kwamba inawezekana, lakini pia ukikosea utaratibu unaweza kufanya nini? Kuzama. Ndio. Kwa hiyo chochote kile ambacho wewe unaona kiwezekani, kinawezekana. Si unasikia habari za watu wa nguvu za giza? Mtu anasafiri kutoka hapa kwenda bara lingine kwa sekunde tu au kwa dakika chache amefika. Sasa wewe mtu wa Mungu, kwa nini unashindwa kufanya jambo kama hilo? Mtu wa Mungu umechelewa kutoka. Unasafiri kwenda labda una safari ya muhimu. Kwa nini unashindwa kuisimamisha treni ikakusubiri? Yaani kwa nini unashindwa kulisimamisha gari likakusubiri? Kwa nini unashindwa? Sio kwamba viwezekani, unashindwa. Na ndio maana nikasema tangu mwanzo nataka nizungumzie kwa habari ya mambo makubwa. Mfano mdogo. Wewe mtumishi wa Mungu unaweza kuombea pepo akatoka. Ulijiuliza wanawezaje? Pepo amewekwa mle. Watumishi tunaomba ndio, mapepo yanatoka. Tunayafurumusha tena kwa spidi kali, yanatoka mbio nyingi. Moto unawaka ndani ya mtu. Sasa uliwezaje kumtoa ile pepo? Unajua ni nguvu kubwa ipo mle ndani, lakini mbona umemtoa? Sasa kwa nini ushangai? Hili mbona nimeliweza? Kwa nini siwezi kutembea juu ya maji? Kwa nini? Tukiwa na utaratibu wa kujiuliza kwamba kwa nini tunataka kufanya mambo makubwa hayawezekani, tutaelewa. Kwa nini watu wa giza wanasema nikitoa kafara ya ng'ombe 20 nitapata utajiri wa aina hii? Kwa nini mtu wa Mungu hauoni kwamba inawezekana kuishi maisha fulani unayoyataka wewe? Yaani Mungu ambaye amekupangia, kwa sababu Mungu hakuumba mtumishi wa Mungu awe fukara. Hiyo hapana.
Hapana, hapana. Ndio maana tunaona kabisa watumishi wa Mungu kama Ayubu alikuwa tajiri, tunamuona Suleimani alikuwa tajiri, na wengine wengi, akina Daudi wote walikuwa tajiri, wafalme walikuwa matajiri, wengi tu walikuwa matajiri. Mungu aliwainua. Sasa kwa nini unakuwa fukara? Kwa nini? Yaani kwa nini unafanya biashara yako inakufa? Kwa nini? Kwa nini unafika sehemu unaofia wachawi, unaofia watu wa nguvu za giza? Unasema soko lile wachawi kweli. Kwa nini usiende kuwafurumusha wakakuogopa? Kwa nini? Ni kwa sababu kuna kanuni haujui. Sasa kuto kuijua kanuni kunaleta mazoea ya kwamba haya mambo bwana sio mepesi. Ni mepesi tu. Mbona kuna watu ulisikia ukisoma za historia za watumishi wengine kama wazee wetu walitangulia kama mzee Moses Kulola, mimi binafsi nimewahi kusikia habari zake nyingi za kutisha. Yaani ambazo hazisemekani. Yaani katika hali ya kawaida unasema inawezekana vipi, lakini alikuwa anafanya. Sio huyo tu, wako watumishi wengi wamefanya vitu vikubwa sana. Nimejaribu kumsema huyo kwa sababu nafikiri watu wengi wanaweza kumfuatilia wakamjua. Yaani wapo watu ambao wamefufua wafu, wapo watumishi wa namna hiyo. Kwa nini wewe unashindwa? Kwa nini wewe unashindwa? Unaishia tu kemea kwa jina la Yesu. Ni kiwango cha chini sana kumtoa pepo. Yaani ni kiwango kidogo mno. Unatakiwa kama mtumishi ukae katika viwango ambavyo Mungu anakusudia. Kama una utaratibu wa kumuuliza Mungu, kukaa na Mungu, kusemezana na Mungu kama Mungu anavyosema, haya njooni tusemezane. Kumbe Mungu unaweza kusemezana naye. Kila anachosema hapa kipo kwenye Biblia. Hebu muulize Mungu kiwango chako ni kipi? Akwambia yani mimi utumishi wangu kiwango changu ni kipi? Yaani naweza kufanya nini kikatokea? Je, nimefikia kiwango hicho? Alafu muulize tena Mungu, kwa nini sijafikia? Hiyo sasa kwa wale ambao mna mazoea ya kuongea na Mungu, mna mazoea ya kujadiliana na Mungu, kukaa sehemu moja mkazungumza. Wenye kuelewa hili mnanielewa vizuri. Kama wewe unafanya kazi hiyo, muulize Mungu, hivi kutembea kwenye maji haiwezekani? Alafu msikilize Mungu atakwambia nini. Roho Mtakatifu atasema nini juu ya jambo hilo. Akikwambia inawezekana, muulize sasa, kwa nini sisi kama watumishi tunashindwa kutembea juu ya maji? Mbona ni jambo dogo tu. Kuna mtu aliulizwa kwa habari ya kuongeza kimo chake. Yesu akamwambia kama umeshindwa kuongeza kimo chako, jambo dogo kama hilo. Unaona? Yesu anasema jambo dogo kama hilo. Sasa kuongeza kimo, Yesu anasema jambo dogo. Ndio maana mimi nakwambia kutembea juu ya maji ni jambo dogo kama madogo mengine tu. Kwa hiyo kushindwa kufanya jambo la kiroho ni kwa sababu ya kutokujua na ya kutokujifunza. Hiyo ndio sababu kuu. Kutokujua na kutokujifunza. Ndio maana watu wa giza wanaweza, kwa sababu wanajifunza na wanajua. Angalia, unaenda mahali unakuta mtu anauza sana, labda ana duka, labda anafanya biashara ndogo ndogo, anauza viazi, anauza miogo, anauza chochote kile, karimati, sambusa, anauza chochote kile, ana biashara yoyote, bamia yoyote ile, anauza sana. Yaani kwamba akifika yeye anauza, anaondoka, anawaacheni. Watu wao wanasema nini? Utasikia watu wanasema si bure. Muulize vizuri, sio bure nini? Huyu lazima atakuwa kaenda kwa mganga. Umeona upumbavu wa watu? Yaani akili yao wameitwist kwamba mganga anaweza, lakini Mungu hawezi. Yaani jambo la kimungu likitokea, yani halionekani kama ni la kimungu. Nasema hakuna Mungu anaweza kufanya namna hii. Hii mambo ya kichawi. Yaani wewe unaona mchawi anaweza ama nguvu za giza zinaweza, lakini Mungu hawezi. Shame on you. Aibu. Yaani kumwaibisha Mungu, wewe ndio ninakuaibisha sasa. Hauwezi kumwambia Mungu hawezi kufanya, shetani akaweza. Sasa anawezaje yeye kufanya Mungu asiwezi? Kwa nini wao wanaweza kuwanyanyasa watu, wanakamata watu, wanawashika watu, wanachukua watu usiku wa manane, wanawafanyisha kazi, wanafanya mandondocha, mtu anauliwa kumbe hajafa, anatumikishwa huko? Kwa nini haya yanawezekana katika watu wa giza? Watu wa giza wanaweza kwa sababu gani? Kwa nini wewe mtu wa Mungu usiweze kumrudisha huyo mtu? Kwa nini useme huyu amechukuliwa? Yaani kwa nini wewe unaenda kuaga, mfano unawaga mwili ambao sio mwili, yani mpaka mganga akupe dawa eti ndio uone kwamba ule sio mtu, sio ni mgomba, sio labda mti au kitu gani? Yani kwa nini iwe hivyo? Kwa nini mpaka mganga akupe dawa? Kwa nini? Yani wewe ukitaka kuona wachawi njoo nikupe dawa. Yani kwa nini huyo akupe dawa wakati Mungu anaweza kukuonesha kila kitu? Ni kwa sababu tayari shetani amefanikiwa kupumbaza watu na kuwa wapumbavu kabisa, na kuona kwamba Mungu hawezi, bali mwanadamu na uchawi wake ndio anaweza, kitu ambacho sio sahihi.
Yaani mimi ninakikataa kwa asilimia zote kwa zote, na nitaendelea kukataa. Nitaendelea kulitukuza jina la Mungu na kulisifu jina la Mungu, nikiamini kabisa kwa Mungu yote yanawezekana. Chochote kile unachoona kiwezekana, kinawezekana. Kama Yesu alisema ukiwa na imani hata chembe ya haradali unaweza kuhamisha milima. Alikuwa anamaanisha nini? Mlima unaohamisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, imani. Sasa unaweza kujiuliza imani ni nini? Mmoja akasema kati ya wanafunzi wa Yesu, tuongezee imani. Na wewe unaweza ukasema hapa, nafanyaje kuwa na imani? Nisikilize kwa makini. Somo ni hili. Tunakwenda kusoma kitabu cha Waefeso sura ya 3 aya 20. Fungua Biblia yako. Waefeso sura ya 3 aya ya 20. Msingi wa somo langu upo hapo. Inasema hivi: basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno. Tunaelewa Kiswahili vizuri. Tunaposoma Biblia, weka akili yako vizuri. Muombe Roho Mtakatifu akufunulie maandiko. Usome kadiri ilivyoandikwa, na uelewe kadiri Roho Mtakatifu alivyokusudia andiko hilo liandikwe. Andiko linasema basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno. Hiyo mno usisahau, maana kunaweza kuwa na mambo ya ajabu. Haya mambo ya ajabu ya kushangaza kweli, hayo ni ya kushangaza, ya ajabu. Lakini ukisikia neno ya ajabu mno, maana yake ili ajabu ya kawaida imepitiliza. Ajabu ya kawaida imepitiliza. Yaani kama huyu alitembea juu ya maji, aliyefuata sasa hakukanyaga na maji yenyewe, alitembea juu juu. Sasa huyu amefanya mambo ya ajabu, ametembea juu ya maji, lakini huyu amefanya mambo ya ajabu mno. Sasa yeye hakutaka kukanyaga na maji yenyewe, amepita juu ya maji, yaani katembea hewani. Ndio neno mno. Sawa? Lakini tunaendelea mbele, anasema kuliko yote tuyaombayo. Huyu atukuzwe. Atukuzwe. Kumbuka neno atukuzwe ni Mungu wa mbinguni. Atukuzwe, anayefanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo. Sasa wewe unaomba mambo mangapi? Unaona mambo ya ajabu hayo unayaomba tu, anasema hayo ni madogo unayoyaomba. Anaweza kuyafanya kuliko hayo uyaombayo. Lakini mbele anasema nini? Au tuyawazayo. Sasa hapa ndipo nilipokuambia kila kitu kinawezekana. Sio tu kuomba. Unajua kuomba ni rahisi kutamka vitu ambavyo wewe unaona vinawezekana. Utaomba afya njema, utaomba kufanikiwa interview zako, utaomba kupata mke mwema, kupata mme mwema, utaomba kupata kazi, utaomba kusafiri, utaomba kufanya biashara. Mara nyingi mwanadamu kwa upeo wake anaomba kile ambacho yeye anakiona kinawezekana. Lakini neno linasema au tuyawazayo. Sasa mwanadamu ana uwezo wa kuwaza vitu ambavyo moyoni mwake anaona haviwezekani. Kwa mfano, nimekuambia kwa habari ya kufufua wafu. Sema mwanadamu anaweza kuwaza, yani huyu amekufa, nilimpenda kweli, yani natamani ningemfufua. Hicho umekiwaza, lakini huwezi kukiomba, kwa sababu mwanadamu ana tabia kujiwekea ukuta. Anafikiri kwa mawazo yake. Yaani wewe mwanadamu unafikiri kwa mawazo yako, lakini Mungu anasema mawazo anayotuwazia sisi sio mawazo tunayowaza sisi. Njia tunazotumia sisi sio njia anazotumia yeye. Kwa hiyo unachowaza wewe mbele ya Mungu ni bure tu. Sasa Mungu anasema wewe unawaza kitu ambacho mimi wala siwazi. Kitu ambacho ninajua naweza nikakifanya, wewe unawaza. Mwanadamu unawaza, Mungu hawazi, kwa sababu anajua kwamba anaweza kukifanya. Sasa Mungu anasema sio tu kwa habari ya mambo tuyaombayo, anasema pia kwa habari ya tuyawazayo. Mwanadamu anaweza kuwaza kitu ambacho ukimwambia akifanya sema nitakiwezea wapi mimi, lakini kawaza. Lakini afanya nini? Amewaza. Unaona? Unaweza ukatembea ukamwona mtu ana gari labda milioni ya pesa, milioni 500, 600, 700. Wewe mshumaa tu wa kwenda mshumaa tu wa kuwasha chumbani kwako usiku, giza limeingia, unakutatiza. Mshumaa kumbuka ni shilingi 200. Kwa hiyo unaweza kukaa barabarani ukaliona gari, alafu kasema I wish ningekuwa na gari kama hili. Yaani natamani ningekuwa na gari kama hili. Lakini mwilini unasema nitawezea wapi? Sasa Mungu anasema hilo wazo lako hilo, yaani uko kuwaza kwako tu kwamba natamani kama ningekuwa na gari kama hili,
Mungu anasema anaweza kufanya hicho unachokiwaza. Hauoni kama ni jambo la ajabu? Waefeso sura ya 3 aya 20, Mungu anasema tuyawazayo, lakini anamalizia huu mstari wa mwisho ndio muhimu kabisa. Ndio anasema shika Biblia yako. Unajua ukisoma kwenye simu na hapa naweza kuona huko paragrafu zilizopangwa tofauti na kwenye Biblia. Kwenye Biblia huu mstari wa mwisho anasema kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Naomba ulibebe hilo. Yote haya Mungu anasema anaweza, atukuzwe kwa sababu anaweza kuyafanya mambo makubwa mno kuliko tuyaombayo au tuyawazayo. Yaani hapo kuna option kwamba kuliko tuyaombayo au tuyawazayo. Ameweka uwiano kwamba ni A au B. Lakini atayafanyaje? Anamalizia sasa kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Hapa ndio kwenye mzizi wa tatizo. Naomba nisikilize kwa makini. Kila kitu Mungu anakiweza. Kila kitu Mungu anaweza kukifanya. Chochote kile, narudia tena, chochote kile Mungu anaweza kukifanya. Tena ndani yako. Swali, unaweza kuipokea hiyo nguvu ambayo inatakikana kutumika kwenye hilo jambo? Yaani wewe unaweza kupokea hiyo nguvu? Kwa mfano, wewe unataka kuzalisha umeme. Wewe ndio unataka kuzalisha umeme ili uendeshe ama uwashe nyumba yako yote, vifaa vyako vyote viweze kufanya kazi kupitia umeme huo. Wazo lako ndio hilo, si ndio? Umeme huo ni umeme wa maji. Ili uweze kuzalisha umeme wa kutosheleza nyumba yako, unahitaji maji yasipungue mapipa 5. Umeambiwa hii taarifa. Maji mapipa 5. Sawa? Mleta maji wa kukuletea maji yupo. Uwezo wa kupata hiyo mashine ya kuzalisha umeme ili uweze kutumia nyumba yako yote kajitosheleza upo. Lakini mapipa 5, wewe sasa ambaye unataka kuwasha huo umeme hauna, una pipa 1. Sasa mimi nitakupaje mashine ya kuzalisha? Nitakumiminiaje maji yatoshe wakati wewe sehemu ya kuhifadhia hayo maji hauna? Nisikilize kwa makini. Mfano huu ndio sawasawa na unavyoona wewe unaomba vitu havitokei. Nitakupa mfano mwingine. Unaambiwa huyo mtu ugonjwa wake ni wa miaka 25 sasa, unaenda 26. Yuko kitandani hapo amelala. Yupo kwenye koma tu, aongei, afanye nini, anakula kwa mirija. Unaambiwa huyu ili apone unatakiwa ufanye mfungo wa siku 90. Sawa? Halafu wewe uwezo wa kufanya mfungo wa siku 90 hauna, ama haujui kwamba atakuwa uwe ufanye mfungo wa siku 90 ili yule mgonjwa apone. Je, utaweza kumwombea yule mgonjwa akapona? Haiwezekani. Ili utembee juu ya maji kuna kanuni yake ambayo Mungu ndiyo mtenda kazi, lakini anatenda kazi na wewe. Bwana, unatakiwa uwe msafi, usiwe na kinyongo na yoyote. Yaani mwili wako uwe neutral, usibebe chochote, ili Roho Mungu ajifanyie kazi ndani yako, wewe uweze kutembea juu ya maji. Sasa wewe umewabeba watu, kwa hiyo nguvu ya Mungu inastaki kuingia kwako. Unaiita nguvu ya Mungu, inashuka kweli kweli, lakini ikifika mahali ina bounce. Kwa nini ina bounce? Kwa sababu wewe umeizuia ile nguvu isifanye kazi. Nasema neno la Mungu kitabu cha Waebrania. Hebu ngoja nikusomee Waebrania ngapi hapa. Soma kitabu cha Waebrania 11 aya ya kwanza. Unaweza kusoma mpaka ya 3, lakini soma tu Waebrania 11 aya ya kwanza. Inasema hivi: basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Hiyo ni aya ya kwanza tu. Imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo. Imani. Sasa imani sio tu imani. Ndio maana yule mfuasi mmoja Yesu akasema tuongezee imani. Yaani imani ni uhakika wako wa ndani. Yaani wewe kuwa na hakika. Imani ni hakika yako. Ndio kuamini, una uhakika. Yaani ufanye ukiwa na hakika kwamba linatokea. Sasa uhakika hauji kwa mtu ambaye
nafsi yake, mwili wake umezongwa na vitu vingi, madeni, kelele, mashauri, dhambi, hapo imani inakuwa ni haba. Imani ni mtu ambaye anakaa rohoni na anasema hili linawezekana, yani hili linawezekana. Unaanza kuitengeneza imani. Sasa mtu anaanza kudoubt, wakati imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana. Nini maana ya bayana? Yani ni dhahiri lakini mambo yasiyoonekana. Yani we huoni lakini unasema imetokea, na una shaka moyoni mwako kwamba imetokea. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Hauna shaka kwa jambo lolote. Sina shaka, imetokea. Yani sina shaka. Hata wakiniambia haijatokea, nawaambia mimi nimesema kwa imani yangu imetokea, lazima itokee. Sasa unaanza tu wewe mwenyewe kusema nataka nitembee juu ya maji, alafu nafsi nakuuliza juu ya maji? Umedoubt. Sasa ukisha doubt, hiyo sio imani. Yani haitakiwi chembe yote ya mashaka. Hutakiwi kuwa na mashaka ya aina yoyote, kwa sababu imani na mashaka ni vitu vili tofauti. Kwa ndio maana Waefeso sura ya 3 aya 20 anasema kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yako. Nguvu gani? Ni nguvu ya imani. Imani ni nini? Ni hali ya kutokuwa na mashaka yoyote juu ya jambo unaolifanya. Yani huyu si ndio mgonjwa huyu? Si ndio huyu anaumwa huyu? Huyu mbona kashapona? Kivipi? Mimi siangalia ameumwa muda gani. Ninachoangalia kwamba ipo nguvu ambayo Yesu anaweza kaiachilia. Roho Mtakatifu anaweza kutenda kazi saa yote, dakika yote. Ninaamini juu ya Roho Mtakatifu kwamba anaweza kufanya kazi. Kwa hiyo nitakapomkamata miguu yake, miguu kama ilikuwa na shida, itapata nguvu saa hiyo hiyo. Sio swala la kubembeleza. Yani imani haibembelezi. Yani nguvu ya kimungu, nguvu ya kiroho huwa haibembelezi. Ukikamata dakika hiyo hiyo, dakika hiyo atakwambia naona kitu. Kumbuka yule mama ambaye aliumwa miaka 13 akiwa anatoka damu. Alisema nini? Nitakwenda kushika pindo la vazi. Sio naongea na Yesu. Alikuwa na imani isiyo ya kawaida, na aliposhika kweli nguvu zilimtoka. Unaona? Issue sio kushika. Issue ilikuwa ni imani yake. Aliposhika kuna nguvu ikamtoka, na Yesu akagundua kwamba kuna mtu kanishika. Watu wakasema bwana mkubwa, hapa kuna watu zaidi ya 5000 nasema kuna mtu kamshika. Hapana. Akasema hapana, yupo mtu kanishika na nguvu zimenitoka. Kwa hiyo na wewe umshike Yesu ili nguvu za Yesu zimtoke, ziingie kwako. Nguvu za Roho Mtakatifu zikuingie wewe ufanye kazi. Ndio maana mtu yoyote anayefanya matendo yoyote ya kimiujiza ya uponyaji na uzima, kila tendo la miujiza anayefanya kazi ni Roho Mtakatifu, sio wewe. Sasa kama unavyotoa pepo, yani nguvu iliyopenya kumtoa pepo ndio kiwango chake akatoka pepo, hivyo hivyo nguvu ya kumfufua mfu inabidi iteremke, nguvu ambayo inaweza kwenda kupenya kuingia ndani ya mtu akafufuka. Kwa hiyo ukiona jambo unaomba, unaona kama haliwezekani, unasema mimi sitaki kuwa masikini hata kama nimezaliwa katika hali ya ufukara kiasi gani. Maana yake uwe na imani rohoni kwamba nataka maisha yangu yabadilike. Sasa ukishakuwa na namna hiyo, Mungu anakutafutia njia ya wewe kupita ili ufikie kwenye hicho kiwango chako. Na kama hautofika na imani unayo, maana yake Mungu ameresist, amezuia Mungu mwenyewe. Hilo halina mjadala, kwa sababu Mungu akikuzuia kitu anayo maana. Sio kwamba hakiwezekani. Lakini vitu vingi haviwezekani sio kwa sababu Mungu amevizuia, hapana, ni kwa sababu mwanadamu amezuia. Unaona Yesu alipokwenda kumfufua Lazaro, alisema ondoeni jiwe. Ondoeni nini? Jiwe. Sasa wewe unaita nguvu za Mungu, umeweka jiwe. Linazuia nguvu za Mungu haziingii. Ondoeni jiwe ili atakapofufuka mle ndani atoke, mumuone. Na alitoka na vitambaa vyake kwa umefungwa kila mahali. Kwa nini hakutaka kumfufua hivi hivi? Alikuwa anafundisha ili kitu kitokee lazima uweke maandalizi. Lazima kukaa rohoni kwa muda mrefu. Lazima kumtafuta Mungu kwa kina. Yani rohoni kunahitaji mafunzo ya rohoni. Sasa we mafunzo ya rohoni anakufundisha nani? Mafunzo ya rohoni mwalimu wake ni Roho Mtakatifu. Ndiye ambaye anaweza kukufundisha kila kitu kwa namna ambayo inafaa wewe kufanya. Kuna mambo mengi atakwambia hili sio la kwako. La kwako ni hili, na ukilifanya kila mtu atashangaa. Yani kila mhudumu, kila mtumishi anayo karama ya ajabu kabisa ambayo ikifanyika kila mmoja anashangaa. Lakini wahudumu wengi, watumishi wengi hawafikii hizo karama. Kwa sababu ya nini? Uvivu wa kukaa kumtafuta Mungu,
kumtafuta Roho Mtakatifu, kutafuta power ya Roho Mtakatifu. Nguvu ya Mungu haiji tu. Wewe unafikiri Yesu kufunga siku 40 zile bila kula ni mchezo? Ni mchezo? Haikuwa mchezo. Pale alikuwa anajaza nguvu Roho. Ndio maana alisema Roho wa Mungu yu juu yangu. Kwa nini nasema neno hili? Amenitia mafuta kwa ubiri watu kufunguliwa kwao, vitu vya namna hiyo. Kwa nini nasema Roho wa Mungu yu juu yangu? Ili litendeke jambo lote la kimiujiza, jambo la kushangaza, la ajabu mno, kama Paulo anavyowaambia Waefeso kwa habari ya kufanya mambo makubwa na ya ajabu mno tuyaombayo na hata tuyawazayo. Ni Roho wa Mungu afanyaye kazi. Ndio maana nikwambie, wanaweza watu wakaenda mahali kwenye mkutano wakiwa wamejazwa Roho wa Mungu, wasiseme neno lolote, wakaimba tu, watu wakapona jamani. Viwete wakatembea. Sio viwete ambao amelogwa. Mtu aliyezaliwa kiwete akatembea bila kuombewa jambo lolote, kwa sababu ya kwaya fulani tu iliimba, na ilipoimba Roho wa Mungu ndio alishuka. Sasa Roho wa Mungu akishuka anafanya kazi anavyotaka mwenyewe. Ndio maana kuna wahubiri wanafundisha tu, yani hawamwombei mtu, wanafundisha tu. Nazungumza kwa habari ya mambo makubwa. Watu walikuwa na kansa wanapona. Hamjawahi kusikia testimony za namna hii? Mtu aliimba, walimsifu tu Mungu, mwenye kansa alipona, aliyepotea alionekana. Ni kwa nini? Ni kwa sababu walizama rohoni. Ili jambo la kiroho litokee inahitaji wewe uzame rohoni. Hakuna jambo lisilowezekana. Sasa jiulize, mtu ameimba tu na yuko na kansa, vinahusiana nini? Vinahusiana nini? Yani ameimba, amemsifu Mungu, yuko stejini anamsifu Mungu. Aliyeenda kwenye sifa ni mke, mwenye kansa ni mume, anapona mume aliyekuwa hospitali, kansa inaondoka, mtu yupo kwenye kuabudu. Nini kinafanyika mahali hapa? Nguvu za kiroho. Kwa unapokuwa na nguvu za kiroho, watu watakujua na watakuogopa. Waovu wote watakujua. Itafika hatua umekaa sawa sawa na Mungu wa mbinguni, Bwana wa majeshi. Mchawi akikuona anapita njia nyingine, kwa sababu ukipishana naye tu nguvu zake zimekufa. Hiyo ni namna ambayo tunatakiwa watumishi tuwe hivyo. Kwa hiyo ukiona unaomba kitu hakitokei, tukiachana na kwamba Mungu amekizuia kwa sababu zake, maana yake ni nini? Kiwango chako cha kuomba kidogo, haujafikia kiwango cha kumfanya Mungu akaliachilia hilo jambo ndani yako. Anaweza kuwa ameliachilia lakini limeshindwa kuingia ndani yako, limeshindwa, limezuiliwa mahali. Kwa nini? Kiwango chako ni kidogo. Kwa hiyo tutakubaliana, sio matendo ambayo yana nani ni kweli. Tunatofautiana matendo na huduma, lakini mbona tulio wengi hatufanikiwi kwa lolote lile? Yani tuna worship mahali, tuna sifu, tunaabudu, tunafundisha, tunahubiri, lakini miaka 5 hausikii tendo lolote la miujiza limetokea. Lazima ujiulize, you have to ask. Muulize Roho Mtakatifu, kwa nini tunafanya huduma miaka 5 hapa hatujasikia tendo la kimiujiza? Alafu mtu mmoja mjinga tu anakwenda kwa waganga kienyeji, anafanya kafara zake huko, anakuja kutamba kwa watumishi wa Mungu kwamba yeye amefanya kafara, amefanikiwa. Mungu amezalilika, Yesu amezalilika. Kivipi? Haiwezekani. Lazima kumwambia kwamba sikiliza wewe, sikiliza. Yesu wetu anaweza. Na ukitaka kujifunza hili, muangalie Musa alivyokuwa anapambana na Farao. Wakati Farao anainua mambo yake ya uchawi, Musa analeta mambo ya Mungu. Farao analeta nyoka ya kichawi. Mwisho wa siku Mungu alifanya nini? Alinyanyua nyoka yake, akala nyoka wa Farao. Ishara ya nini? Kwamba sikiliza, nyoka wa Mungu ni mkubwa kuliko wa kwako. Wakati wanatamba juu ya mafanikio yao ya giza, ifike wakati mmoja aseme sikiliza, kuanzia utajiri wako utakuwa umekufa. Ufe kweli, ili wengine wajue kwamba Mungu yupo, kwa sababu Mungu anataka kutukuzwa, na kwa namna hiyo Mungu atatukuzwa. Sasa tunapokaa baridi inakuwa nini? Si tutakuwa tunazomewa tu. Wanasali, tunaona chochote, wanasahau kitu wale. Kwa sababu gani sasa? Maana anaaibishwa Mungu, anaaibishwa Yesu. Ndio aibu hiyo. Kwa nini? Watumishi tumelala. Watumishi tuna relaxi. Watumishi tunaona utumishi kama ni fashion. Utumishi sio fashion. Ni kazi ambayo Bwana wa majeshi amempatia kila mmoja ili jina la Mungu lipate kutukuzwa. Tuwarudishe waliotekwa, tuwatoe waliokuwa shimoni, walioibiwa warudishwe, ili waseme watumishi wani hatari. Nani kachukuliwa msukule? Rudisha.
Kwa nini achukue msukule mtu wa Mungu? Rudisha, anarudishwa. Anasema nilikuwa huku. Tunashindwa nini? Kwa nini tunashindwa? Yaani kwa nini nguvu za giza zinamchukua mtu anakuwa msukule? Alafu mtumishi anashindwa kumrudisha mtu kutoka kwenye msukule aje kwenye hali ya kawaida. Sasa huoni kama tunamwaibisha Yesu? Tunamwaibisha. Kwa hiyo wachawi wanatamba. Tumewawini hawa, tumewaweza hawa kwa sababu tumechukua mtu wao, tunamtumikisha huko. Kumrudisha haiwezekani. Yaani sisi tuishie kufunga malango kwenye nyumba yetu mchawi asiingie, asikanye kwenye ardhi, unafunga anga. Alafu wamechukua mtu, amemchukua. Sisi tunawapeni siku 90, tunarudisha. Anarudishwa. Wajua kwamba sio kuchezea, hawa ni moto wa kuotea mbali. Na inawezekana kwa sababu ameibiwa. Ameibiwa na Mungu anasema vizuri, watu wanaibiwa, hapana anasema irudisha. Kwa hiyo wakiibiwa tunapaswa kusema rudisha. Kwa nini haiwezekani? Haiwezekani kwa sababu hatuna mahusiano mazuri na Mungu. Hatukai sawa sawa, hatujui karama zetu zimekaa namna gani, huduma zimekaa namna gani. Tunapigana vijembe wenyewe kwa wenyewe, hatutulii kwenye maombi. Tunaenda tunavyotaka sisi, tutaomba sana na haitotokea. Ndio nasema ukiona unaomba haitokei, uelewe kwamba kuna mahali umezuia nguvu ya Mungu haingii. Wewe Efeso 3:20. Kuna mahali umezuia kwa sababu Mungu anatenda kazi kwa kadiri ya nguvu iliyokuwa ndani mwako. Sasa nguvu yako ni ya kiasi gani? Ukiona nguvu iko chini, chochea karama yako, chochea kwenye maombi, chochea kwenye kufunga, chochea nenda kwenye fellowship, chochea kwa namna ambayo yoyote ile mpaka uwake uwe wa moto. Mafuta ya koma yatengemae. Mtu anakuambia sisi ni mafuta ya siku nyingi. Umefanya nini mbele ya Mungu? Hakuna. Mafuta yana kazi gani hayo? Mitume alienda wale 72 warudi wanashangilia. Wewe unashangilia na wewe unataka urudi umeshangilia katika huduma yako. Katika huduma nimeenda mahali fulani nilikomboa kijiji, wakaokoka, wakamcha Mungu. Nimekwenda. Kama kuna watu wanafanya vitu namna hiyo, hongera sana. Na ndicho Mungu anataka. Ukiona unafanya kitu maombi yafanikiwe, huduma ifanikiwe, maana yake haujakaa sawa sawa na Mungu. Mungu ashindwi jambo lolote. Shalom shalom. Leo nimependa nikufundishe jambo hilo, ili akili yako isifikiri tena kwamba kuna mambo hayawezekani, wakati Mungu anasema hakuna jambo lisilowezekana. Ukae katika mtazamo wa kwamba kila kitu kinawezekana. Yote yanawezekana mbele ya Mungu. Tengeneza na Mungu. Tengeneza na Mungu. Tengeneza na Yesu ili akupe njia. Roho wake Mtakatifu afanye kazi ndani yako ili huduma yake Mungu iende mbali, na hilo ndilo kusudi. Ndugu yangu, nakushukuru kwa kuendelea kufuatilia mafundisho. Umesikiliza kipindi kama hiki na imani kabisa kuna jambo moja umedaka hapa. Umechukua la kwanza, la pili, la tatu, amekusaidia. Kama halijakusaidia wewe, tamsaidia mwingine. Nikuombe endelea kushare mafundisho yako kwa watu wengine. Watumie tu ndugu zako, rafiki zako, wapendwa wako. Pengine kama si wewe, yupo mtu ambaye ana kitu kimemtatiza ambacho nimekifundisha mahali hapa, anaweza kupata mwanga wa jambo hilo ambalo linamtatiza. Lakini endelea pia kufuatilia mafundisho yetu kwenye mitandao ya kijamii. Kama nilivyosema hapo awali, Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Tunayo channel yetu ya WhatsApp kwa jina la Mikono ya Kristo. Fuatilia huko. Tunaendelea kufundisha mafundisho mbalimbali na Mungu atakubariki. Mungu atakubariki sana kwa kufuatilia mafundisho haya. Ziko namba za simu, una swali, hujaelewa, una maoni pia, karibu. Tupigie, tuandikie ujumbe, tuambie shida yako, tupe maoni yako. Tunasikiza, tunatekeleza ili lengo letu huduma ya Mungu iende mbali na watu wengi wapate kujua maarifa ya mbinguni, ili wapate kupata wokovu wa kweli. Wasidanganywe na shetani, maana shetani katika ulimwengu wa leo ni mdanganyifu kweli kweli. Lakini mtu anapokuwa na maarifa ya kimungu, shetani hawezi kumdanganya. Ulikuwa nami mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mpunga. Hadi wakati mwingine, bye bye.